Balozi wangu, wachungaji, wanamichezo, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote niwashukuru kunialika. Kwanza nashukuru kwa sababu ni kata yangu, lakini bado ni meya wa jiji la Mwanza, lakini ni mwanamichezo. Nimesikiliza kwa umakini mkubwa sana. Yote ambayo yamesemwa ni mambo ya kujenga. Lakini upende usipende, hatuwezi kukwepa kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana katika michezo. Inawezekana halikugusi wewe moja kwa moja, lakini kwa wanaowagusa wanajua. Mwenyekiti amesema hapa, kuna viwanja viwili vikubwa vinajengwa na serikali. Umeona kuna Arusha, kuna Dodoma, lakini maboresho ya viwanja yanafanyika makubwa kama uwanja wa Taifa meona. Lakini pia umeona kabisa kwamba katika timu zinazofanya vizuri kuwakilisha nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akiongezea goli la mama. Si mnalifahamu? Ili upate lazima uwakilishe nchi kwenda kufanya vizuri. Si ukifunga ligi kuu unapewa au ukifunga chandimu unapewa, hapana. Sijui mnanipata vizuri maskini. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuendeleza michezo katika nchi, kwa sababu timu zote zinazowakilisha nchi ukifunga goli, kuanzia timu ya taifa mpaka vilabu, amekuwa akitoa pesa nyingi sana. Lakini pia amekuwa akitoa hata usafiri wa ndege kuona kwamba timu zetu zinashiriki, timu ya taifa na timu zote ambazo zinawakilisha nchi kimataifa, bila kubagua ni timu gani, sifa yake wewe unashiriki. Sasa sijui rais wa namna gani ambaye utampata anatoa mpaka ndege ya serikali, anatoa mpaka pesa, na si mchezo wa miguu. Umeona mchezo wa kuogelea, umeona mchezo wa wheelchair ule wenzetu walemavu, umeona wakina mama, umeona timu za wanawake, zote amesaidia. Kwa hiyo ni rais ambaye anapenda michezo yote kwa ujumla, na mimi nasema hakika anafanya kazi kubwa sana. Tuunge mkono aweze kusaidia michezo. Lakini la pili, nishukuru sana. Nataka nielezee kidogo kuhusu Pamba Jiji kwa sababu mimi ni mwenyekiti. Inawezekana wengine hamjui. Timu ya Pamba Jiji miaka 23 ilikuwa haijapanda ligi kuu, kwa wale ambao hamjui. Sasa leo imepanda, watu wengi tu wanaongea ulikuwa wapi miaka 23? Si ungesaidia na wewe? Waliofanya acha wafanye. Si mnanielewa maskini? Miaka 23 ilikuwa haijapanda daraja. Baada ya mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyekuwa hapa, ndugu yangu Amos Makala, ambaye sasa ni katibu mwenezi wa CCM Taifa, alikuwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mnanipata vizuri? Alibebea swala la Pamba kidedea kwa kushirikiana na sisi. Timu ile ikatoka mkononi mwa bodi ya Pamba. Ilikuwa si mali ya wananchi, ilikuwa ya bodi wa Pamba. Nataka nielewe, muelewe nyaraka zinavyoonyesha. Wengi hamjui. Nilipokuja halmashauri ya jiji la Mwanza, mimi kama naibu meya, mstahiki meya, mheshimiwa mbunge, kurugenzi na madiwani wote tuliletewa kuridhia bila kushurutishwa kwamba tunataka Pamba ingiwe halmashauri ya jiji ili imiliki kutoka kwenye bodi ya ligi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati ule Amos Makala, hakika tumpeni maua yake, alifanya kazi kubwa sana na alijilipua kwenye hili. Lazima tumsifie kwa kazi aliyofanya. Halmashauri ya jiji la Mwanza ikiongozwa na mstahiki meya Sima, naibu meya nilikuwa mimi, mheshimiwa mbunge na madiwani wote na viongozi wote, wakurugenzi na CMT, tulikubali kuipokea timu ya Pamba kwa mujibu wa sheria na taratibu za halmashauri ya jiji. Tungeweza kukataa, Pamba leo isingekuwepo, lazima niwaambie ukweli. Kwa hiyo alipoingia Said Mtanda, kazi kubwa iliyofanyika, yeye amekuwa mlezi wetu, ametusaidia sana, tumeshirikiana kusajili timu, dirisha dogo tukaongeza, timu ikafika hapo ilipofika. Sasa narudi kwenye hoja ya Usimba na Uyanga. Watu wengi hawaelewi au hawafahamu, wanapiga tu unafukuza mwizi bila kujua ameiba nini. Wewe kazi yako unamkimbiza, mwizi ameiba nini unajua? Sasa leo nataka nikuambie ujue kinachoendelea kuhusu Pamba na GSM. GSM ni mfadhili ambaye anaifadhili Pamba kutoa pesa, kutoa maji, kutoa majezi na vitu vingine. Tukubali tuendelee kuchakata mada yetu. Mada yenyewe ni ya michezo. Je, michezo yetu Tanzania inasonga mbele au inarudi nyuma? Kama inarudi nyuma, tufanyeje sasa? Kama inasonga mbele michezo ya Tanzania, kipi kiboreshwe ndani ya michezo? Ndio mada kuu hiyo. Yoyote yule mwenye mada nzuri, inatakiwa unapozungumza mada, inatakiwa usicheze nje na mada. Mada yetu inahusiana na swala la michezo, kwa hiyo usiingize swala lingine,
tuchezee ndani ya mstari ule ambao uliotajwa na mwenyekiti wetu. Inachea kwa mfano mpira wa miguu na una sheria 17 unaposhindwa kusimamiwa vizuri. Mfano hivi majuzi watu wamekula hasara, wamesafiri kwenda Dar es Salaam kuona dabi ya Yanga na Simba, lakini usimamizi, viongozi wetu hawakusimamia vizuri. Mwisho wa siku ikaonekana kama wanazipambanisha hizi timu, lakini ni uzembe wa usimamizi. Viongozi anakuwa anamwelekea upande mwingine. Tutakapopata viongozi wazalendo wenye nia njema ya kusimamia michezo yetu itasonga mbele vizuri sana. Shida yetu tulipoitelekeza huu mchezo, tukaona huu mchezo, tukachukua mchezo wa magharibi tukauweka mbele, mchezo wetu wa asili tukauweka pembeni. Kwa hiyo lazima hapa irudi nyuma kwa kasi, lakini unaweza kusema ipo lakini haipo. Kwa hiyo hatujawahi kuona mashindano ya kimataifa watu wakashangilia kama ya Simba na Yanga. Watu wanapoiangalia ndio watu wanazidi kuipenda na kupata washabiki wake. Lakini leo tunabusi tu, tunaona uwanjani eti bado tunacheza kukuiza kuku, yani kama ni ya ziada, lakini sio, hatuna maanani sana. Hata ukiangalia Wizara wa Michezo na Utamaduni, huu mchezo hujaizingatia inapotakiwa. Ni sasa umpeleke mtoto wako mwingine private afu mwingine umpe daftari, lakini mradi tu anavaa uniform, lakini anaenda shule, lakini taaluma ya kwenye ile shule unaangalia ni bora kwa mtoto wangu au ni bora tu mradi asome. Ndio huu mchezo ulivyokuwa. Kasungu, nafikiri kipi kinapaswa kufanyika? Kinapopaswa serikali na niseme na TFF na wadau waifuatilie, waichokonoe huu mchezo, watafute wapenzi wanaoipenda huo mchezo, watu wacheze kila matamasha mbalimbali ili waitangaze, ili wadhamini wajitokeze. Kuna mdhamini hii michezo kama sio kama haipo. Hebu tumwangalie Mwalimu Nyerere, miaka 70 walitenga siku ya 7-7. Michezo yote ilikuwa inachezwa siku ya 7-7, ilikuwa finali mashuleni. Mwalimu Nyerere huyo akapeleka wacheza michezo ya jadi paka Japani. Wakapatia mangoma mle, wakapatia manyoka yao, kaenda paka Japani. Sasa hebu tumwezi baba wa taifa. Hii michezo alienzi sana. Ilikuwa kama vile sikukuu ya mwezi wa 7 tarehe 7 ilikuwa ndio kama finali ya michezo ya jadi. Ninavyokumbuka mimi katika umri wangu mimi. Ndugu mtangazaji, inatakiwa ifanyike michezo yetu ya utamaduni, yani michezo yetu ya asili iingizwe kwenye umtashumta. Ndipo itasababisha watoto kadi wanapokuwa wanakuwa na hiyo idea ya michezo yetu ya asili. Serikali kama ina uwezo wa kuthubutu zile timu yani za kufutwa kabisa, hawafai, kwa sababu wameandaa dabi, alafu dabi ile ikawa yani wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Ina maana wanatia taifa hasara, ina maana wanatia taifa kwenye aibu. Watu wanatoka sehemu mbalimbali, wanatoka katika nchi tofauti, wanakwenda kupoteza hela yao pale Dar es Salaam. Alafu kweli unasema kwamba mimi nitakuwa ni mshabiki wa timu gani? Hawa ni wakufutwa kabisa, wafai, hususan bodi ya ligi pamoja na TFF. Yani inatakiwa ibomolewe kabisa. Kama mfano bodi ya ligi kwa kweli imetuumiza sana, yani hususan mimi ambaye sio mshabiki wa timu yoyote. Ndugu mtangazaji, usio kwa niambia Yanga na Simba, yani sasa hivi kwanza natamani hata kuwa na chefu. Roho yangu inaumia sana mimi. Ndugu zangu wamepoteza pale gharama kubwa sana, ujue. Sasa ambao ni Yanga. Watanzania kama mimi, hususan kama wewe hivi. Mimi niseme bodi ya ligi kuna kitu wamefanya makosa makubwa sana. Kwa ajili wale wasitumie mazoea. Wana utaratibu na wana sheria na wanaangalia ni nani alofutenda kosa adhibiwe. Lakini ingekuwa kama timu ndogo, kwa ajili mchezo uliona kati ya Pamba na Simba. Lakini Pamba alilazimishwa, Simba ilicheza mpira. Lakini sasa wasifumbe macho, mtu mwenye makosa adhibiwe pale pale. Maana yako ni kwamba Simba walitakiwa wacheze mechi. Walikuwa wanatakiwa wacheze mechi. Kwa walikimbia mechi. Wakukimbia mechi. Alovuruga mechi, aloanza chanzo cha ugomvi ni nani? Na kama Simba walipaswa kucheza mechi na hawakucheza. Unafikiri kuna haja ya wao kuweza pia kujutia kile ambacho kimefanyika? Watajutia kwa sababu lazima ujutie. Kwa muda fulani utajutia bana kwa kosa nililofanya au maamuzi niliyotoa. Unatakiwa uchunguze maamuzi niliyotoa kuna mafaida au kuna madhara yake. Kwa hiyo kuna watu waliumia, washabiki wa Simba. Kuna wanachama wa Simba.
watu walitoka Rwanda, watu walitoka wapi, nauli zao kwanza. Ile pale bodi ya ligi inatakiwa idhibiwe na TFF wote. Kwa ajili ya hao watu, kama ni Simba kwenye makosa na Yanga wangepigwa faini pale pale, au akaambiwa bwana miezi 6 mchezi.